Leo ukiangalia katika teuzi serikali, tangu wakati baada ya uhuru mpaka leo, kwa asilimia kubwa sana Waislamu wanatengwa katika hili. Sizungumzi uchochezi, lakini Waislamu wako kimya. Linaweza likaja baraza la mawaziri, watu 20 au watu 30, basi 26 wote wakawa sio Waislamu, Waislamu 4 tu, na Waislamu wakakaa kimya. Nyinyi mnaweza? Watu wa haki mko wapi? Lini Waislamu walifanya fujo kwa sababu hiyo? Kwenye vyuo vikuu leo inasemekana kwamba katika chuo kikuu, baadhi ya vyuo vikuu hapa nchini vya serikali, basi vijana wanaokwenda katika vyuo hawafiki, wa Kiislamu hawafiki 20%, hawajawahi kuvuka, hawana haki. Au mtuona sisi hatujui malofa tu, twajua, lakini inayotufunga sisi ni dini yetu. Wewe tuheshimiane katika mambo kama haya ya msingi. Msilete chokochoko katika nchi hii mkataka kuharibu amani ya nchi kwa sababu tu aliyeko madarakani ni Muislamu. Hatuja kusikia sisi watetezi wa haki za binadamu au wanaharakati wakizungumza mambo hayo. Ndugu zangu katika imani, labda pengine nimezungumza kwa jazba sana, lakini lengo na madhumuni ni kuufikisha ujumbe huu kwenu kwamba sisi Waislamu hatutaki kusemewa, wala hatutaki sisi kutokeza watu wasiokuwa katika sisi wakijifanya wataka kupigania haki zetu. Tuwaulize, siku zote walikuwepo wapi wakati Waislamu wakinyanyasika na wakiomba haki zao? Wao walikuwa wako wapi? Mbona kuna watu kadha wa kadha waumia? Haya yalipita katika tawala zilizopita, na mikutano ya hadhara ya siasa ikapigwa marufuku. Hatukuona matamko kutoka katika kanisa wala wapi.